are in the journey yako tuko kwenye of safari catching up with him. ya kuweza kushikamana na yeye. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu So sifiwe. every glory that you go, Kwa hivyo kila utukufu unaoenda you are in the journey of catching up with him. uko kwenye safari ya kuweza kushikamana na yeye. Praise God. Bwana Yesu sifiwe. Amen. Amen. Sio kitu tu utashtukia hivi na ulikuwa unatembea useme haya kumbe tunaenda. We are on the journey. Tuko kwenye safari. Amen. Amen. Every day we are transformed from glory to glory. Kila siku tunabadilishwa kutoka utukufu moja hadi And mwingine. when we shall see him, Tutakapomuona we shall be like him, tutakuwa kama yeye. because our glory Maana utukufu shall be wetu reflecting his glory. utakuwa unaonyesha utukufu wake. Amen. Amen. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. So we are in the season Kwa hivyo tuko kwenye majira of greater ya glory utukufu mkuu in our lives. kwa maisha yetu. Praise God. Bwana Yesu We've sifiwe. got to be aware Lazima tukuwe na of what ufahamu it means to be in the season of greater ya glory. kinachomaanisha kuwa katika utukufu mkuu. We have to be conscious Lazima tuwe na of the kuelewa glory of God in our ya lives. utukufu wa Mungu kwa maisha yetu. God has intended Mungu amenuia that we stay in his glory kwamba tukae kwenye utukufu all the wake days of our lives. siku zote za maisha When yetu. God created Adam and Eve, Wakati Mungu aliumba Adamu na Hawa, he put them in the Garden of Eden. aliweka kwenye bustani mwa Edeni. Garden of Eden Bustani mwa Edeni was a place of glory. ilikuwa ni mahali pa utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu sifiwe. You know, when we are talking about glory, Unajua wakati tunaongea kuhusu we are not utukufu, talking about a specific place. hatuongee kuhusu mahali maalum. We are talking about an atmosphere. Tunaongea kuhusu mazingira. Hallelujah. Hallelujah. We are talking about a climate of heaven Tunaongea kuhusu hali ya anga ya mbingu in the lives of people. katika maisha ya watu. So Eden Kwa hivyo Edeni was the climate of heaven. ilikuwa ni hali ya anga ya mbingu. Hallelujah. Hallelujah. That God created Ambayo Mungu for aliumba Adam and Eve to dwell, kwa Adamu na Hawa wakae. where God would visit them. Mahali Mungu They angewatembelea. would have a communication. Wangekuwa na They ushirika. would have a fellowship. Wangekuwa na uhusiano. In Eden, Katika Edeni they lacked nothing hawakukosa because chochote. everything they needed Maana vyote was walivyohitaji there. ilikuwepo. Long life was there. Maisha marefu yalikuwepo. Provision was there. Utwalizi ulikuwepo. The presence of God was there. Uwepo wa Mungu ulikuwepo. Everything that they needed Kila kitu was in walichohitaji that climate, ilikuwa katika ile hali was in anga. that Ilikuwa atmosphere. katika mazingira hayo. Hallelujah. Hallelujah. So when we talk about glory, Tunapoongea kuhusu utukufu, everything that you need in life kila kitu unachohitaji is in the maishani climate. iko kwenye hali It ya is in anga. the atmosphere Iko kwenye mazingira of glory ya utukufu in our kwa lives. maisha yetu. It is a climate Ni hali ya anga that people create, ambao watu umba hallelujah, Hallelujah. in their lives. kwa maisha An yao. atmosphere Mazingira that you create for yourself ambao in unajitengeneza your life, kwa maisha that yako. wherever you Ya are kwa popote and ulipo whenever you na go, popote you are uendapo walking with that atmosphere. unatembea na mazingira hayo. The children of Israel, Wana wa they Israeli walked with their own atmosphere. walitembea na mazingira yao Their yenyewe. lives were not dictated Maisha yao by the hayakuelezewa place that they were, na mahali but walipokuwa, they walked with their own lakini atmosphere. walitembea na mazingira They yao walked with wenyewe. their own climate. Walitembea na hali yao ya anga yenyewe. Hallelujah. Hallelujah. And wherever they were, Na walipopote walipotembea. praise God, Bwana Yesu asifiwe. glory was there. Utukufu ulikuwepo. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. look at your neighbor for me and tell your neighbor this year, Angalia jirani yako mwambie mwaka huu I'm walking with my own climate. I'm walking with my own climate. I'm walking with my own atmosphere. I'm walking with my own atmosphere. Amen. Amen. That kind of a climate Aina ya yale mazingira that provides. ambayo inatulia. That kind of a climate Aina ya anga that brings good health. ambayo inaleta afya That njema. kind of a climate Aina hiyo ya hali that anga you can never lack. ambayo huwezi ukakosa. Amen. Amen. You behold the beauty of God. Unautazama urembo wa You Mungu. guess at the beauty of God in your life. Wewe unazubari kuangalia katika urembo wa Mungu. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. So when we are talking of glory Tunapoongea kuhusu utukufu and greater glory, na utukufu mkuu it is an atmosphere. ni mazingira. It's a climate Ni hali ya anga that you purpose to walk with ambayo unakusudia kutembea nalo in your life. kwa maisha yako. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. An atmosphere and a climate Hali ya anga na mazingira that is in the realm of God. ambayo iko kwenye nyanja za In that Mungu. atmosphere, Katika mazingira there are things that cannot thrive. kuna vitu ambavyo haiwezi The kanawili. devil does not dwell in that atmosphere. Shetani akai katika mazingira hayo. Amen. Amen. Doesn't dwell in that atmosphere. Akai kwenye mazingira hayo.
sickness and disease magonjwa na maradhi do not dwell in that atmosphere. haikai kwenye mazingira haya. Since we started talking about glory, Tangia tulipoanza kuongea kuhusu many utukufu, people have received healing. watu wengi wamepokea uponyaji. Amen. Amen. It's a young boy that got healed when we were crossing the year. I don't know whether he's in the service. Kuna kijana ambaye aliponywa Yes, wakati Dennis, tunavuka. can you just come and give us a testimony? He got healed when we were crossing over the year. Dennis, wacha tupatie ushuhuda. Please celebrate this young man in Jesus' name. Ke kijana huko kwa jina la Yesu. Amen. Greater Glory Church 2020. Greater glory. Nina furaha kusimama mbele yenu leo. Kwanza nikijua nimepona sickle cell anemia. This has been something that I discovered it at the burial of my father. It was 11 years ago. Me and my elder brother. My father alikuwa ameoa bibi wawili, so we had to go for test. Na vile nilidiscover mimi niko na sickle cell anemia, pia akaambiwa the same. Me can affect personally. Na nilihold kwa roho yangu. My mom hakukuwa na uwezo at that time ya kunipeleka hospitali, so I had to look for my own way. Ningekimbilia friends like Mama Sam, Shosho. They know my story. But sikuwa nawaambia ni nini inaniumiza roho. All I could say, my mom ako hivi na hivi, but siwaambii ni nini. But I'm happy. Vile nilibreak hiyo chain ya kusema ugonjwa itakuwa part of me. Nikaambia madawa, hii dawa na meza na iombea leo na siitaki. That was the point. Nilikuwa nimeitwa kazi as a DJ, nilikuwa nimeitwa kazi mahali. Nikasema siendi kazi. All I want to be is in church. Nikuja kanisa nikaomba and I'm happy. Sina sickle cell anemia. I'm living in a greater glory. Amen, amen, amen. Praise God. Amen. And he got healed when we were crossing over the year. Aliweza kuponywa wakati tulikuwa tunavuka mwaka. Yeye ni DJ. Na alikuwa ameitwa kuperform mahali. Akasema siendi, naenda church. Amen. 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 And in church God healed him Na kanisani Mungu akamponya of sickle cell anemia. na sickle cell anemia. Amen. Amen. Now you have headache Sasa unaumwa na kichwa and you are in the glory of God. na uko kwenye utukufu wa Mungu. What is your problem? Shida yako ni nini? Amen. Amen. Ask your neighbor, what is your problem? Ulizia jirani yako shida yako ni nini? Amen. Amen. My daughter Emily also got healed. Binti yangu Emily pia aliponywa. Emily has been having a very back pain Emily amekuwa na kuumwa na mgongo vibaya sana. that even mopping the house is difficult for her. Hata kuosha nyumba ya kuinama ni shida She's kwake. been going to the hospital every now and then. Amekuwa akienda hospitalini kila mara. I've been telling her the day you will get tired with hospital, you will be healed. Nimekuwa nikimwambia ile siku utachoka na hospitali ndio And utapona. just through this week, Na wiki hii tu she got healed. alipona. Amen. Amen. She got healed. Alipona. Now she can bend how she wants to bend. Anaweza inama vile She can anataka do sasa. things that she could not do. Anaweza fanya vitu ambavyo angeweza kufanya. Because in glory there is great healing. Maana katika tukufu kuna uponyaji mkuu. Hallelujah. Hallelujah. In glory there is great healing. Katika tukufu kuna uponyaji In mkuu. Jesus' name. Katika jina la What Yesu. you need, Kila it unachohitaji is in glory. iko kwenye utukufu. Hallelujah. Hallelujah. The atmosphere is here. Mazingara iko The hapa. climate is here. Hali ya anga iko You hapa. can receive anything you need Unaweza pokea chochote in the unachohitaji. atmosphere, Katika in mazingara. the climate of glory. Katika hali ya anga ya utukufu. In Jesus' name. Katika jina la That is Yesu. why our key text says, Ndio maana ndiko yetu lakini inasema arise and shine. inuka uangaze. Hallelujah. Hallelujah. It says, arise and shine, Inasema inuka for your uangaze. light has come. Maana nuru yako Arise imekuja. from that pain. Inuka kutoka katika Arise chungu from huo. those medicine. Inuka kutokana na madawa Arise hayo. from debts and loans. Inuka kutokana na madeni na mikopo. Hallelujah. Hallelujah. Arise from failure. Inuka kutokana na Arise kushindwa. from struggling. Inuka kutokana na Arise kung'ang'ana. from strife. Inuka kutokana na Arise mvutano. from doctors and hospitals. Inuka kutoka madaktari na hospitali. Hallelujah. Hallelujah. Rise from pride. Inuka kutoka katika kiburi. Hallelujah. Hallelujah. Because your light has come. Maana nuru yako imekuja. Praise God. Bwana Yesu There are asifiwe. things that you've got to tell yourself Kuna vitu ambavyo lazima that I'm ujiambie. arising from this. Ya kwamba nainuka I kutokana na cannot hizi. keep
being like this for the rest of my life. Siwezi endelea hivi siku zote za maisha I am yangu. arising. Ninainuka. Hallelujah. Hallelujah. For the glory of God is upon my life. Maana utukufu wa Mungu uko juu yangu. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. So somebody in the house, Kwa hivyo mtu kwa nyumba, you need to arise from sickness today. inabidi uinuke kutoka magonjwa Because leo. in glory, Maana katika utukufu there is no sickness. hakuna magonjwa. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Look at your neighbor and ask your neighbor, what do you need? What do you have to arise from? Uliza jirani yako unahitaji kuinuka kutokana na nini? Ask your neighbor, what do you have to arise from? Uliza unahitaji kuinuka kutokana na nini? Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Tuko pamoja. We need to arise Inabidi tuinuke. because we are in the season Maana tuko kwenye majira of glory ya utukufu and greater glory in our na lives. utukufu mkuu kwa maisha In yetu. Jesus' name. Kwa jina la I just Yesu. want to talk to us Nataka kuongea nasi how to respond to greater glory jinsi ya kuitikia utukufu mkuu in our lives. katika maisha yetu. In Jesus' Kwa jina la name. Yesu. In the afternoon, Katika we alasiri, have our interdenominational meeting. Of course, we are in the afternoon, the next 1 hour. katika mkutano wa dhuhuri ya madhehebu yote, We have our interdenominational meeting. tuna mkutano wote madhehebu yote. Amen. Amen. Apostle Paul will be here Mtume Paulo atakuwa hapa with us. nasi. So you have to call some friends Kwa hivyo lazima uipite marafiki and don't leave. na usiondoke. Amen. Amen. Let us be here Wacha tuwe so that hapa we can hear what God is doing ili tukaweze kusikia kile Mungu and the anafanya climax that God is giving na us. kilele ambao Mungu anatupa. In Jesus' Kwa jina name. la Yesu. We have said that glory Tumesema utukufu is the evidence ni dhihirisho of the totality ya ule wote of the goodness of God. wa wema wa Mungu. Amen. Amen. When Moses told God, Wakati Musa aliambia Mungu, show me your glory, nionyeshe utukufu wako. God told him, Mungu akamwambia, I'm going to show you naenda kuonyesha a place where you will stand, mahali utakaposimamia, and then you are going to see my glory. kisha utaona utukufu And wangu. God told Moses, Na Mungu akamwambia Musa, you are not going to see my face, hautaona uso wangu, but you are going to see my back. lakini utaona nyuma yangu. And as God was passing by, Wakati Mungu alikuwa a akipita, voice announced sauti ikatangaza that God is good. ya kwamba Mungu ni mwema. Amen. Amen. And God is merciful. Na Mungu ni wa rehema. God is gracious. Mungu ni wa neema. In other words, Kwa maneno mengine, God was telling Moses, Mungu alikuwa akiambia when Musa, my glory comes down, wakati utukufu wangu you unaposhuka, experience my goodness. unakuwa na patano ya wema wangu. Hallelujah. Hallelujah. You get to experience Unaweza have kupata an evidence kuwa na of dhihirisho my goodness ya wema wangu in your life. kwa maisha yako. In Jesus' Kwa name, jina la Yesu. you have an experience Uko na patano of the evidence ya dhihirisho of my mercies ya rehema zangu upon your life. juu ya maisha yako. Goodness Wema is who God is. ni yule Mungu aliye. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Mungu ni You mwema. know, there's something that we have always said all the times, Unajua kuna ile kitu ambayo tumesema kila mara that God is good. ya kwamba Mungu ni mwema. Are you in church really? Mungu kanisa. God is good. Mungu ni mwema. Ama mmekasirika kwa sababu mtume hayuko? Muniangeleshe. Tunaweza mngoja. There is no hurry in Africa. That's what they say. Wanasema kuna mbio ya Afrika. Tumngoje. Haya, mtaniongelesha. Praise God. Amen. God is good All the time. at all the time. God is good. Have you ever sat down to think about what you say? Je, umewahi keti chini ukafikiria kile ambacho unasema? Amen. Amen. God is good. Mungu ni mwema. Hallelujah. Hallelujah. And now we are talking about the evidence Sasa tuongea kuhusu of dhihirisho the goodness of God. ya wema wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. If somebody comes Kama mtu akija to give you a testimony akupe ushuhuda and they tell you, na kuambia, let me tell you something, wacha nikwambie kitu. Pastor Emmanuel is good. Mchungaji Emmanuel mzuri. Hallelujah. Hallelujah. They must have had an evidence Lazima amekuwa na of the dhihirisho goodness of ya Emmanuel wema wa in Emmanuel their lives. kwa maisha yao. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. And when they tell you, anapokuambia Pastor Emmanuel is good, mchungaji Emmanuel you will mzuri, relate with him differently. utaweza kuhusiana naye Because tofauti. now you know Maana sasa that unajua this man is good. tu ni And mzuri, whatever will come out of this man chochote kinachotoka kwa shall mtu be good. itakuwa He kizuri. will speak good things to you. Ataongea mambo mema He will kwako, have good plans for you. atakuwa na mpango mema Out of kwako. his pocket Kutoka mfuko will wake come out good. utatoka wema, Out of his heart kutoka moyo will wake come out good. utatoka wema. Hallelujah. Hallelujah. Everything about it Kila kitu will kumuhusu come out. Itatoka. It will be a good thing. itakuwa kitu kizuri. Hallelujah. Hallelujah. So God is telling Moses, Mungu anamwambia Musa, I am the good God. mimi ni Mungu You're mwema. going to experience Utaenda the patana evidence of my na goodness. dhihirisho wema wangu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody
Somebody in this season Mtu katika majira haya should fellowship anastahili with kushiriki the goodness of na God, wema wa Mungu, that you may see ili ukaweze and kuona fellowship na kushiriki with the goodness of na God. wema wa Mungu. God is not like your friend Mungu si kama who rafiki is yako good when you're good. ambaye ni mzuri wakati ni mzuri. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. God is not like your spouse Mungu si kama who mwenza is wako good when you're good. ambaye ni mzuri wakati God is mzuri. good at all times. Mungu ni mwema wakati wote. Hallelujah. Hallelujah. Even if you squeeze God, Hata ukimfinya Mungu, only goodness will come out of him. wema pekee utatoka kwake. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. If you were to pin him on the wall, Ikiwa utamsukuma kwenye only ukuta, goodness will come out of God. wema pekee utatoka kwa Mungu, Because God is good. maana Mungu ni mwema. Amen. Amen. When somebody is good, Wakati mtu ni mzuri, he carries good goodies with him. yeye anapeana mazuri naye. Amen. Amen. Like that good goodie that he gave our brother Dennis. Kama ile mema mazuri aliyopea ndugu yetu Dennis. Amen. Amen. He just went to the hospital the following. He was to go for a checkup on fast. Alikuwa enda angaliwe tarehe moja. So when he went, the doctor said, "You're healed." Wakati alienda madaktari walisema umepona. Amen. Amen. Because just God dropped a healing. Maana Mungu aliweza kumpa Because uponyaji. God is good. Maana Mungu ni mwema. Amen. Amen. God is good. Mungu ni mwema. So he released his healing Aliachilia uponyaji wake upon him juu yake in Jesus' kwa name. jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Mungu ni mwema. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. this year, Kwa hivyo mwaka huu expect good things from God Tara- every day. tarajia mambo mema kutoka kwa Mungu In kila the siku. morning, noontime, evening, even at night. Asubuhi, alasiri, jioni na hata usiku. Expect good things upon your life. Tarajia mambo mazuri kutoka kwa The Mungu. psalmist made a prayer Zaburi akafanya ombi, and he said, "Lord, akasema Bwana, show me a sign of your goodness nionyeshe ishara ya wema wako today." leo. In Jesus' Kwa jina la name. Yesu. He made a prayer Alifanya and he ombi. said, "Lord, Akasema show Bwana, me a sign of your goodness." nionyeshe ishara ya Can you wema make wako. it your prayer every day? Hebu lifanye ombi lako kila God, siku. give me the evidence of your goodness Bwana, nipe dhihirisho wema wako upon your life, juu ya maisha yangu, upon my life in Jesus' juu ya name. maisha yangu kwa jina la Yesu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. And, just before I go to how Kabla sijaenda kwa njia gani we should respond to glory, tunastahili kuitikia or utukufu, how we behave to respond to glory. ama vile ambavyo tunaweza kukaa katika kuitikia utukufu. Amen. Amen. There's some few things that we have to know Kuna vitu chache ambavyo inabidi tujue about the glory of God. kuhusu utukufu wa Mungu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. The glory of God is different Utukufu wa Mungu ni tofauti from anointing. kutokana na upako. Amen. Amen. Because an anointing Maana upako works through a man. inatenda kazi kupitia mtu. Amen. Amen. When anointing is being released, Wakati upako unaachiliwa, anointing works through a man. upako unafanya kazi kupitia That is mtu. why we always say that is an anointing singer over there. Ndio maana watu wasema kwamba ni mwimbaji ambaye And ametiwa when they mafuta. sing, Anapoimba we get to experience the anointing tunaweza kupata hiyo upako that they have. ambao ako nayo. Amen. That Amen. is an anointed preacher. Huyo kuna mhubiri ambaye When amepakwa that mafuta. preacher preaches, Wakati mhubiri huyo the anahubiri, anointing that he carries, upako ambao we get amebeba, to fellowship and experience the anointing. tunapatana na hiyo upako na kushiriki nao. Anointing walks with man. Upako unatembea na mtu. When, glory is also different from presence. Utukufu ni tofauti na uwepo pia. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Presence Uwepo is God present in a place, ni Mungu yupo or mahali, God present with ama somebody. Mungu yupo na mtu. Hallelujah. Hallelujah. When God said Wakati Mungu asema that I talked to Moses naongea na Musa face to face, uso kwa uso, he meant that Moses alimaanisha Musa walked with the presence of God. alitembea na uwepo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So he said, I talked to Moses Alisema naongea na Musa face to face. uso kwa uso. When it came to glory, Inapofika kwa utukufu, God told Moses, Mungu akamwambia you Musa, will not see my face. hautaona uso wangu. But when it was about the presence, Lakini wakati ilikuwa kuhusu God used to uwepo, talk with Moses Mungu alikuwa akiongea na Musa face to face. uso kwa uso. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. the presence Uwepo is also different from glory. ni tofauti na Because utukufu. presence, Maana it uwepo involves us inatuhusu sisi to be present before God. kuwa hapo mbele za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu It asifiwe. involves us Inatuhusu to be sisi present before God. kupatikana mbele za Mungu. But when we talk about glory, Lakini tunapoongea it kuhusu is about utukufu, God deciding ni kuhusu Mungu to kuamua manifest His sovereignty, kudhihirisha ukuu to wake, manifest His character, kudhihirisha tabia to zake, reveal who He is kufunua yule aliye to people. kwa watu. Hallelujah. Hallelujah. For example, Kwa mfano, hallelujah. hallelujah, You can see the glory of a bird unaweza kuona ile utukufu wa ndege wa ndege when it is flying. wakati ambapo inapaa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. That means Namaanisha that the air ya kwamba or hewa the space, ama nafasi, hallelujah, amen, brings out
inalete the glory of a bird. utukufu wa ndege. When you put a bird in a cage, Wakati ambapo umefungia ndege mahali, you will never know the glory of that bird. hautawahi jua utukufu wa ndege hiyo. Praise God. Bwana Yesu But asifiwe. once you release it, Lakini mara unapoiachilia, you will see the glory unaweza kuona utukufu as it flies. vile inavyopaa. You can know the glory of a fish Unaweza kujua utukufu wa when it samaki is in the water. wakati iko kwenye maji. Amen. Amen. When you remove the fish from the water, Unapoondoa samaki you majini, can never know hautawahi the jua glory, utukufu hallelujah, Hallelujah. of the fish. ya samaki. Now the water Sasa maji is the presence ndio uwepo that the glory is manifested. ambapo utukufu unadhirishwa. For the fish, Ya samaki, the air hali is anga the presence ndio uwepo that manifests the glory. ambayo inadhirisha For utukufu the bird, ya ndege. now for us, Sasa kwetu we have to be in the presence of God lazima tuwe kwenye to uwepo wa Mungu manifest the glory kuweza kudhirisha of utukufu God in our ya lives. Mungu kwa maisha yetu. For a son of Kwa God, mtoto wa for a Mungu, kwa Christian Mkristo, to manifest glory, kuweza kudhirisha we have to utukufu. dwell in the Lazima presence. tukae kwenye uwepo. Hallelujah. Hallelujah. In the presence of God, Katika uwepo wa the Mungu. glory of God Utukufu wake is Mungu manifested in our lives. unadhihirika kwa maisha You yetu. cannot remove presence Hauwezi kuondoa for uwepo glory to be ili manifested. utukufu We udhihirike. thrive in the presence. Tunanawiri kwenye The utukufu wako. glory is seen Utukufu in the unaonekana presence of God. katika uwepo The wa Bible Mungu. says in Isaiah Sema katika Isaya chapter 6. mlango wa 6. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu It asifiwe. talks about the scenario Inaongea kuhusu tukio before the presence of God. mbele uwepo wa How Mungu. the angels, Vile malaika, the cherubims, maserafi, the seraphims, makerubi na maserafi, hallelujah, Hallelujah, are worshiping God. wanamwabudu They Mungu. are in the presence of God, Wako kwenye uwepo wa Mungu. worshiping God Wakimwabudu in His Mungu presence. katika uwepo And the wake. Bible says, Biblia inasema, hallelujah, Hallelujah, they are shouting, wanapaza sauti Holy, zao, takatifu, holy, mtakatifu, holy is your name. mtakatifu jina In lako. that presence, Katika uwepo huo, hallelujah, Hallelujah, the glory of God is manifested. utukufu wa Mungu unadhihirika. Praise God. Bwana Yesu The asifiwe. glory of God is manifested. Utukufu wa Mungu unadhihirika. Amen. Amen. I was telling some people somewhere, Nilikuwa naambia watu mahali, every time we sing holy, kila wakati tunaimba or every mtakatifu, time those angels, the cherubims and the seraphims sing holy, kila wakati malaika wa maserafi na makerubi wanaimba God mtakatifu, manifests a different glory. Mungu anadhihirisha utukufu tofauti. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu He asifiwe. manifests a different glory. Anadhihirisha utukufu Because tofauti. God is a glorious God. Maana Mungu ni Mungu wa Out utukufu. of God comes out glory. Kutokana na Mungu kunatoka utukufu. God breathes glory. Mungu pumua utukufu. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Out of God, Kutokana na Mungu He breathes glory. anapumua utukufu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So when we are in His presence, Wakati tuko kwenye uwepo wake, His glory is manifested utukufu wake in unadhihirika our lives. kwa maisha yetu. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. How can we stay in the presence of God? Tunawezaje kaa katika uwepo wa Mungu? In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. He is the glory of the church. Yeye ndiye utukufu wa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. When we are in Christ Jesus, Wakati tuko ndani ya Kristo Yesu, focusing unto Christ, tuweka mtazamo kwa Kristo, glory is released upon our lives. utukufu unaachiliwa kwa maisha Glory yetu. upon glory. Utukufu jia In nyingine. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. There is no glory Hakuna utukufu outside Jesus Christ. nje ya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. We receive glory Tunapokea utukufu. upon glory Juu ya utukufu. as we continue beholding Jesus Tunapoendelea in kumtazama our Yesu lives in Jesus' kwa name. maisha yetu kwa So jina la as a Yesu. church, Kwa hivyo kama we kanisa, continue beholding Jesus. tuendelea kumtazama As we Kristo. behold Jesus, Unapomtazama you receive Kristo, glory unapokea utukufu upon glory juu ya utukufu in your life. kwa maisha yako. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. how do we respond Tunaitikiaje to sasa glory? utukufu In Jesus' kwa name. jina la Yesu? Glory of God Utukufu wa Mungu manifests. inadhihirika. One of the things Mojawapo ya that the vitu glory of God manifests ambao utukufu wa Mungu is unadhihirika when we are in unity, we are together. wakati ambapo tuko kwa umoja na pamoja. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. We are in oneness and we are in unity. Wakati tuko pamoja na kwa umoja, Glory of God utukufu wake Mungu manifests unadhihirika when we are worshiping wakati tunamwabudu in truth and in spirit, katika kweli na roho, in oneness katika umoja and in na togetherness. pamoja. Amen. Amen. So that is why this year Ndio maana mwaka huu you've got to strive above all things lazima ung'ang'anie zaidi ya vyote to be in unity kuwa kwenye umoja and in na oneness pamoja with others na wengine in Jesus' kwa jina la name. Yesu. So glory Utukufu manifests unadhihirika when we are walking in unity wakati tutembea katika and umoja in oneness na with upamoja others in Jesus' na name. mwingine kwa I want jina us la to Yesu. read the scripture Ningependa soma andiko in the book of 2 Chronicles 5:11. katika Mambo ya Nyakati wa Pili 5:11. This year Mwaka huu you've got to purpose lazima ukusudie to come kuja to the house of God katika nyumba ya Mungu where we are in unity and in oneness. mahali tuko katika pamoja na umoja. Praise Bwana God. Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya.
Bwana asifiwe. Amen. Because glory Maana utukufu works when we are together. unafanya kazi wakati tuko pamoja. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. You can see the glory of locusts Unaweza kuona ile utukufu wa panzi when they are walking together. wakati wanatembea pamoja. When you find one, Unapopata moja, you cannot see the glory. hauwezi ona utukufu. But when they are flying together, Wakati zinapaa you can pamoja, see the glory of locusts. unaweza kuona utukufu wa panzi. Amen. Amen. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Locusts will not harm you Panzi haitakudhuru because you are in the kingdom of glory. maana uko katika ufalme wa utukufu. Hallelujah. Haleluya. How many agree with me? Locusts will not harm them. Wangapi wanakubaliana na mimi panzi They will haiwezi not touch kuwadhuru? anything that belongs to you. Haitaguza chochote ambacho They ni will chako. not harm you. Haitakudhuru. You will just look at them Utaziangalia tu. and say everything God created is good. Unasema kila kitu Mungu alichoumba ni kizuri. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. And they will not touch us. Na haitatuguza. In Jesus' Kwa jina name. la Yesu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So glory Kwa hivyo utukufu is seen when we are walking together inaonekana wakati tunatembea in pamoja unity. kwa umoja. Praise God. Bwana Yesu The asifiwe. glory of priesthood Ile utukufu wa kitu cha today kusifu na is kuabudu. seen Leo inaonekana when they look the same. vile ambavyo wanakaa pamoja. Hallelujah. Hallelujah. You look at them Unawaangalia. and you see the glory of praise. Unaona utukufu wa kitu cha kusifu na Hallelujah. kuabudu. You Amen. can see the glory of ushers. Unaweza kuona utukufu wa shemazi. Amen. Amen. But if one of them comes forth Lakini mmoja wao akitoka dressing like Marianne, avalie kama Miriam, we might not see great glory. tutakosa kuona utukufu Just mkuu. another dress. Ni nguo tu Just nyingine. another skirt suit. Ni ile But vazi when they tu. are all dressed like this, Lakini wakati wote wamevalia we can hivi, see the glory. tunaweza ona utukufu. Because Maana glory utukufu is seen in unity. inaonekana kwa It is umoja. seen in oneness. Inaonekana kwa pamoja. In Jesus' name. Kwa jina la So Yesu. this year, Mwaka huu look at your neighbor angalia jirani and yako. tell your neighbor, Na waambie jirani. we are walking in unity. Tunatembea kwa We are umoja. walking in oneness. Tunatembea kwa pamoja. Because there, Maana the hapo glory of God utukufu wa Mungu inhabits. inakaa na dumu. Praise God. Bwana Yesu I asifiwe. want us to read together. Ngependa tusome pamoja. 2 Chronicles 5:11. Mambo ya Nyakati wa pili 5:11. 1, 2, 3. When the priests came out of the most holy place, for all the priests who were present had sanctified themselves without keeping to their divisions. Amen. All of them, they had sanctified themselves. Wote walikuwa wamejitakasa. They had done the same thing, Walikuwa wamefanya kitu the moja. thing of sanctification. Kitu ya utakaso. Amen. Amen. Nobody came out from them and said, I'm clean, I'm not going to do it. Hakuna mmoja alitoka katikati yao akasema mimi ni msafi sitafanya. No one of them said, Hakuna aliyesema I did not hear from God, mimi sikusikia so I'm Mungu. not going to sanctify Kwa myself. hivyo sitajitakasa. But when it was sanctification, Wakati ambapo ilikuwa all katika the kujitakasa. priests, Kwani wote amen, Amen. they did the same act. walifanya tendo moja. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Like now we are praying and fasting in this church. Kama vile sasa katika hii kanisa tunafunga na kuomba. How many of us here are world changers people? Wangapi hapa ni wa world You know changers? you are a world changer. Unajua wewe ni wa world changer. In world changers we are fasting. Katika world changers And tunafunga. we began our fasting yesterday. Tulianza kufunga kwetu jana. Amen. Amen. So let there be found no one Pasipatikane mtu who hapa is saying God did not tell me ambaye atasema Mungu hakuniambia to start fasting on 1st of February. nianze kufunga tarehe 1 Februari. Amen. Amen. Let there be found no one Pasipatikane mtu hapa who will say ambaye atasema that I'm going to fast the last 7 days. ya kwamba nitafunga siku 7 ya Because that is mwisho. what I feel the Spirit of God leading me. Maana hiyo ndio nahisi Roho Mtakatifu ananiongoza. Amen. Amen. All of us Sote together pamoja we are doing the same thing. tunafanya kitu kimoja. Hallelujah. Hallelujah. It is not a law. Sio sheria. Hallelujah. Hallelujah. It is not a law. Sio sheria. But there is glory in unity. Lakini kuna utukufu katika umoja. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. There is greater Kuna glory utukufu mkuu in unity. katika umoja. In Jesus' Kwa jina la name. Yesu. When we do something in unity, Tunapofanya kitu the katika umoja. glory of God Utukufu wa rests Mungu upon our lives. inakaa juu ya maisha You yetu. are raised in glory Unainuliwa kwenye when we do utukufu. something together. Tunapofanya kitu So this pamoja. is how we are going to respond to Hivi ndivyo glory. tutakavyoitikia utukufu. Hallelujah. Hallelujah. All the priests, Makuhani wote praise God, Bwana Yesu all asifiwe. the priests, Makuhani they wote sanctified themselves. walijitakasa. Here in World Changes, Hapo World Changes. we are in Isaiah 60. Tuko katika Isaya So in 60. all
fellowships. Katika ushirika We are in zote. Isaiah 60. Tuko kwenye Isaiah In our 60. daily church. Kwa kanisa la We kila are in siku. Isaiah Tuko katika 60. Isaiah In our 60. prayers. Katika maombi We are in yetu. Isaiah Tuko katika 60. Isaiah 60. Hallelujah. Hallelujah. In our preaching. Katika We mahubiri are in yetu. Isaiah 60. Tuko kwenye Isaiah Because 60. we are walking together. Maana tutembea There is pamoja. glory Kuna utukufu. when we do it together. Tunapofanya In pamoja. Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Praise the Lord. Bwana Yesu So asifiwe. look at your neighbor and tell your neighbor we are doing it together. We are doing it together. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. all these priests, Kwa hivyo makuhani there hao was wote not found anyone hakupatikana hata mmoja wao that came out. ambaye aliyetoka. Praise God. Bwana asifiwe. The next verse, Mstari unaofuata 1, 2, 3. Levites who were the singers, all those of Asaph and Heman and Jeduthun, with their sons and their brethren, stood at the east of the altar, clothed in white linen. Amen. Amen. They were all clothed in. Wote walikuwa wamevalia nini? Amen. Amen. Not black, not green, Hawakuwa wamevalia ile kijani kibichi ama nyeusi not blue. wala blue. But in that time, Lakini wakati huo, that season, majira hayo, they were all clothed in white. wote walikuwa wamevalia kwenye The nyeupe. Levites Walawi and the singers na waimbaji. and they were all clothed in white linen, Wote walikuwa wamevalia kitani nyeupe. not crippling, Si ile crippling. not kitenge, Sio kitenge. not cotton. Sio ya It cotton. was white linen. Ilikuwa kitani What nyeupe. does that show us? Hiyo inatuonyesha They nini? were in oneness. Walikuwa kwenye moja. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. They were in oneness. Walikuwa kwenye moja. They were united. Walikuwa na They were umoja. there for one thing. Walikuwa hapo kwa kitu kimoja. Amen. Amen. Nobody Hakuna yote was thinking about themselves. alikuwa anajifikiria mwenyewe. Nobody Hakuna was yote looking unto themselves. alikuwa anajiangalia. But they were one. Walikuwa moja. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Tuko pamoja. The next verse. Mstari unaofuata 1, 2, 3. When the trumpeters and singers were as one, thanking the Lord. And when they lifted up their voice with their trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, and in mercy endures forever, that the house of the Lord was filled with a cloud. Amen. Amen. The Bible says Biblia inasema that the trumpeters, ya kwamba wanaopiga in other tarumbeta, words, the instrumentalists walio wenye and vyombo the singers, na waimbaji they were as one. walikuwa na umoja. Amen. Amen. The instruments were not going other way and the singers other way, Vyombo hazikuwa zinaenda upande mwingine na waimbaji but upande they mwingine. were as one. Walikuwa na umoja. Amen. Amen. And they meant sound as of one person Na wakatoa sauti kama ya mtu mmoja. because they were as one. Maana walikuwa kama moja. So the sound that came Sauti were iliyotoka like of one person. ilikuwa kama ya mtu The mmoja. Bible says, Biblia inasema as the instruments wakati and vyombo the singers na waimbaji and the priests na makuhani and the Levites na Walawi all were as one. wote walikuwa na The umoja. house of the Lord Nyumba ya Bwana was filled with a cloud. ilijawa na wingu. Hallelujah. Hallelujah. And the glory of Na God utukufu wa Mungu filled the temple. ukajaza The hekalu. glory of God Utukufu wa Mungu filled the house. ukajaza What nyumba. caused the glory? Kile kilichopanda What utukufu brought about the ni cloud? nini iliyoleta It utukufu? was the unity Ilikuwa umoja. and the oneness Na ule umoja that they walked with ambao walitembea nao in Jesus' name. katika jina la So Yesu. this year, Mwaka huu we are going to walk in tunaenda oneness. kutembea katika umoja. Hallelujah. Hallelujah. We are going to strive Tunaenda to kung'ang'ania walk in oneness. kufanya kazi To katika walk umoja. in oneness. Kutembea katika In umoja. the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. As we worship in oneness. Tunapoabudu As katika we umoja. praise in oneness. Tunaposifu kwenye As umoja. we sing in oneness. Tunapoimba ni kwa As we umoja. walk in oneness. Tunapofanya kazi The kwenye umoja. cloud of the Lord Wingu la Mungu shall be upon every one of utakuwa us. juu ya kila mmoja The best wetu. thing about glory, Jambo mbaya kuhusu it does utukufu not leave ni anyone. ya kwamba waachi moja. Hallelujah. Hallelujah. Anointing and praises, Upako na they uwepo come to us inakuja kwetu according to how we are prepared. kulingana vile tumejiandaa. Hallelujah. Hallelujah. How we are prepared in our walk with God. Vile tumejiandaa katika But mtembeo wetu na Mungu. glory Lakini comes to utukufu us inakuja when we kwetu unite together. tunapokuwa na umoja. Every one of us Kila mmoja is wetu touched by the glory. anaguswa na If you utukufu. got born again Kama yesterday, uliokoka jana, how you
you've been in the kingdom for 50 years, ama umekuwa kwa ufalme when miaka the 50, glory of God rises, wakati utukufu wa the Mungu glory unainuka, of God rises upon every one of us. utukufu wa Mungu unainuka juu ya Every kila one mmoja of wetu, us, kila we mmoja have wetu testimonies tuna ushuhuda that are impossible. ambaye hawezi We have kufanya. Tuna testimonies ushuhuda of things, ya vitu hallelujah, Hallelujah, that we have never thought possible. ambayo tujawahi fikiria This is a inawezekana. year Huu ni mwaka you should expect unastahili kutarajia effortless testimonies ila ushuhuda ambao upon your utajibu life katika maisha yako, in Jesus' katika name. jina la Yesu. Mind-blowing testimonies Ushuhuda unaolipua akili happening yako, upon your life. kitendeka kwako, Doors that you cannot fathom zile ambazo huwezi opened kuzifahamu, for you. milango imefunguka kwako, Connections that you cannot think of miungano ambayo huwezi opening for kufikiria you, ikifunguka because we are in kwako, the season of glory. maana tuko kwenye majira ya utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. After that time Baada ya wakati huo that this glory came upon their lives, ambao utukufu huu ulishuka juu they yao, were all blessed. wote walibarikiwa. Amen. Amen. God fought their battles. Mungu alipigana vita They vyao, never fought battles hawakupigana vita in the season katika or majira, in the reign of Solomon. katika utawala wa Sulemani. Why? Kwa nini? Because of glory. Kwa sababu ya utukufu. Hallelujah. Hallelujah. In the realm of glory, Katika nyanja ya you utukufu only receive victory wewe unapokea ushindi upon your life. juu ya maisha And that yako. is why here, Ndio maana anasema baada ya you mwaka shall huu not fight hautapigana battles, vita, but you shall receive victory lakini utapokea to ushindi every kwa battle kila vita that comes forth in your life. inayokuja kwa maisha In yako Jesus' kwa jina la name. Yesu. Your enemies. Maadui zako, That is what we have read in Isaiah 60. hiyo ndio kile tumesoma katika Your Isaya 60. enemies Maadui shall zako become your friends. watakuwa marafiki zako. Hallelujah. Hallelujah. That is what happens in times of Hiyo glory. ndio kile tendeka nyakati za utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Your enemies Maadui zako become your friends. wanakuwa marafiki zako. Hallelujah. Hallelujah. Poverty Umaskini just gives way. inapeana njia, Sickness and disease magonjwa na maradhi just gives way. inapeana njia. You know, those are our enemies. Unajua ni maadui zetu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Sickness is an enemy Ugonjwa ni adui of a child of God. ya mtoto wa Mungu. We are not created to walk in sickness. Hatujaomba tutembee kwenye So when you magonjwa. have pain in your body, Wakati una uchungu that mwilini, is an enemy. hiyo ni adui. Hallelujah. Hallelujah. So you should declare, Unastahili kutangaza. hallelujah, Hallelujah. you're giving way Unapeana in njia the time of glory. katika nyakati ya In utukufu kwa Jesus' jina la name. Yesu. And you touch the hand of somebody Shika mkono wa mtu, and tell that person, ambia mtu huyu, this year we are walking together. this year we are working together. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus name. I declare this year Natangaza mwaka huu that the praise and worship ya kwamba kitu cha kusifu na shall kuabudu walk in oneness, watafanya kazi kwa moja in na togetherness, pamoja in the name of kwa Jesus jina la Christ. Yesu. There shall be no division Hakutakuwa na utengano amongst themselves. katikati yao. I declare Natangaza they shall have one sound, watakuwa na sauti one moja, song wimbo moja in their kwa lives, maisha yao in the name of kwa jina la Jesus. Yesu. I declare that unity, Natangaza umoja that huo, oneness umoja huo in their lives, kwa maisha yao in Jesus' kwa name. jina la Yesu. I declare to the ushers, Natangazia they shall huduma walk in unity, watatembea katika in umoja togetherness. kwa pamoja. There shall be no strife, Hakutakuwa na no mvutano division in their ministry, wala mtengano but they katikati shall yao, walk in lakini oneness watafanya kazi in kwa this moja year, katika in mwaka the name huu of kwa Jesus. jina la Yesu. I declare Natangaza to the media department, katika kikundi cha which media, they shall walk in oneness, watatembea in pamoja togetherness, na pamoja in the name of kwa Jesus jina la Christ. Yesu. I declare Natangaza to the protocol, kwa protocol, they shall walk in oneness. watafanya kazi They pamoja, will have one voice watakuwa na sauti in moja their lives, kwa maisha yao in the name of Jesus. jina la Yesu. I declare to security, Natangazia we security, shall walk in tutafanya kazi kwa unity, moja in togetherness, na pamoja in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. I declare to the pastors of the church, Natangazia they wachungaji wa shall kanisa, walk in oneness, watatembea katika in moja unity. na pamoja. They will have one voice Watakuwa na sauti in moja Jesus' kwa jina la name. Yesu. I declare to the deacons, Natangazia they shemazi, shall walk in unity, watafanya kazi kwa in moja oneness. kwa pamoja. They will have one voice Watakuwa na sauti as a moja church, kama kanisa, as world changers. kama world We changers. shall walk as a family, Tutafanya kazi kama in jamii, unity, kwa umoja, in togetherness. kwa pamoja. Families in the house, Jamii kwa they nyumba, shall walk in unity, watafanya kazi and pamoja, in oneness. na pamoja. There will be no division. Hakutakuwa na mtengano. I declare Natangaza in Jesus' kwa name, jina la Yesu. and I declare Nami natangaza, as we walk in unity, tutapofanya kazi kwa the moja, cloud of the glory of uwingu God la utukufu wa shall Mungu cover our lives. itafunika maisha We yetu. shall fight no battles Hatutapigana vita yote in our lives, kwa maisha yetu. in the name of Kwa Jesus, jina la Yesu. because the glory maana of utukufu God ya Mungu is upon our kwa lives. juu ya maisha yetu In Jesus' kwa jina la name. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu The asifiwe. glory of God Utukufu wa Mungu shall be upon our utakuwa lives. juu ya maisha yetu In Jesus' name. kwa jina la Yesu. They were 120 priests, Walikuwa 120 makuhani, 120 pastors, wachungaji and they 120, were all in oneness. wote walikuwa na umoja. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. We are only 7.
Sisi tuko 7 tu. Amen. Amen. We can walk in tight oneness. 7 pastors I'm saying. Nasema wachungaji 7 hapa. Amen. Amen. And those were 120. Nao walikuwa But they 120. were in oneness Na walikuwa na umoja in the time of Solomon. wakati wa Sulemani. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. look at your neighbor and tell your neighbor, this year Angalia jirani yako mwambie mwaka huu I'm walking in oneness with I'm you. walking with oneness with you. Amen. Amen. We shall have one voice. Tutakuwa na sauti moja. When we say it is this direction, Tunaposema ni mwelekeo huu, we shall go in that direction. sote tutaenda mwelekeo huo Through that, kupitia hiyo. hallelujah, Haleluya. the glory of God Utukufu wake shall Mungu continue covering us. utaendelea And kutufunika. when the glory covers us, Wakati utukufu we unatufunika, rise up to another level. tunainuka katika kiwango kingine. Amen. Amen. So in that scripture, Andiko hilo there are some few things that happened. kuna vitu chache ambavyo vilifanyika. They were in oneness. Walikuwa katika umoja And they were also in the same place. na walikuwa mahali pamoja pia. So the glory, Utukufu hallelujah, Hallelujah. comes down unashuka when we are in a place of glory. wakati tuko mahali pa utukufu. Praise God. Bwana Yesu The asifiwe. people that walked with Moses, Watu waliotembea na Musa they experienced glory. walipatana na utukufu. Amen. Amen. These people, Hao watu they experienced glory walipatana na utukufu because they were in the temple of Solomon. maana walikuwa katika hekalu la Sulemani. Amen. Amen. And I want to tell you, Nataka nikwambie still until today, mpaka hadi leo in that temple of Solomon, katika hekalu ya Sulemani the glory is still there. utukufu kwa hapo bado. That is where they call the Wailing Wall in Israel. Hapo ndipo wanaita ukuta ya kilio pale When Israeli. you hear people have gone to the Wailing Wall to pray, Unaposikia watu wameenda kwenye ile ukuta kuweza and kuita Mungu kuomba, every need that they put there is answered, kila hitaji wanayoweka hapo the inajibiwa. glory is still there. Utukufu bado iko hapo. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Glory Utukufu comes to us unakuja kwetu when we are together. wakati tuko pamoja. This year purpose Mwaka to ukusudia bring yourself to church. kujilete kanisani. Look at your neighbor for me and tell your neighbor, this year purpose to bring yourself to church. Mbia jirani yako mwaka ukusudia kujilete kanisani. Huu sio ule mwaka wa kusema mimi ninaona Rauka kwa TV. Mimi niliona Rauka kwa TV. Sio huo mwaka. Bwana asifiwe. Amen. Because glory will not come through the TV. Maana utukufu utakuja kupitia runinga. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Glory will come when we are fellowshipping together. Utukufu utakuja wakati tunashiriki There is pamoja. this scripture in the book of Matthew chapter 17. Kuna andiko ile katika Mathayo 17 Talks about Jesus Christ naongea kuhusu Yesu Kristo going to the mountain of transfiguration. akienda katika mlima wa And the kubadilishwa. Bible says he took 3 disciples. Biblia inasema akachukua wanafunzi wake 3. Who are they? Ni kina nani Who hao? are the disciples that Jesus took? Peter, James, and John. Petro, Yohana na Yakobo. Jesus had 12 disciples, Yesu alikuwa na wanafunzi but 12. he took 3 Lakini alichukua and he went with them to the mountain. akaenda nao kwenye mlima And he was praying na alikuwa akiomba in the mountain. kwenye mlima. When the glory came down, Wakati utukufu ulishuka chini, the others did not experience. hao wengine hawakupatana utukufu huo. Glory is not like power. Utukufu sio kama nguvu. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. It is not like a spirit of a man, Sio kama roho ya mtu, like the one that Moses had. kama ile Musa aliyokuwa naye. Amen. Amen. Kuna wakati ambapo Musa alikuwa anabariki watu na wale ambao hawakukuja kwa mkutano wake pia wakapata baraka. Bwana asifiwe. Amen. Lakini utukufu unakupata ukiwa mahali ambapo utukufu umekuja. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alikuwa na disciples 12. Akaenda na 3. Hao 3 tu ndio waliona utukufu. Amen. Ndio walishukiwa na utukufu. And when you look at these men, they were great. Unapoangalia watu walikuwa Even when Jesus went, they were great men. hata wakati Yesu alikuwa Their names are heard. majina yao Their yanasikika. names are known. Majina yao yanajulikana. Hallelujah. Hallelujah. We know about Peter. We know about John. Tunajua kuhusu Petro, tunajua We kuhusu know Yohana. about James. Tunajua kuhusu Yakobo. Hallelujah. Hallelujah. Because the glory came upon them. Maana utukufu uliwashukia. And Jesus told them, Na Yesu akamwambia, don't tell the others usiambie wengine what we have experienced, kile ambacho tumepatana, what we have seen. kile tumeona. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So come to church. Kwa hivyo kuja kanisani, We might not tell you tunaweza kosa kuambia what we have seen, kile tumeona, what we have kile experienced. tumepatana naye. Bring yourself to church. Jilete kanisani. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Itingishie mtu mwambie, bring yourself to church. Bring yourself to church. Kitu chochote kisikufanye usikuje church. Yes. Ati nguo sio safi, kuja nazo. Bwana asifiwe. Amen. Kitu chochote ati nilikuwa natoka wageni kuja na wageni wapokee utukufu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kitu chochote kisikufanye usikue kanisani Yes. mwaka huu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Glory is better than labor.
Utukufu ni bora zaidi kuliko Glory kufanya is kazi. better than being anywhere else. Utukufu ni bora kuliko kuwa mahali pengine popote. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Because when glory is upon your life, Maana utukufu unapokuwa juu you yako, start commanding respect. unaanza kudai heshima. Hallelujah. Amen. Praise God. Bwana You start commanding respect. Unaamuru heshima. Your words carry the weight of His presence. Maneno yako yanabeba uzito wa uwepo wake. You walk with the countenance of God. Unatembea na ule mwangaza wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You grow young in the presence, in the glory of God. Unazidi kuwa mdogo katika utukufu na uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Not through TV, Sio kupitia but TV. when the glory comes upon your Lakini life, wakati utukufu unashuka you juu grow yako, young. unazidi kuwa mdogo. Hallelujah. Hallelujah. In the glory of God. Katika utukufu wa Mungu. So make sure Hakikisha you are gathered wewe where the glory of God is Mahali coming. utukufu wa Mungu In unashuka. Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Every time we gather like this, Kila wakati wa kusanyika the hivi, glory of God utukufu wa Mungu is revealed in our lives. inafunuliwa kwa And maisha we yetu. grow from glory to glory. Tunakuwa kutoka utukufu As mmoja we hadi come mwingine. out of this service today, Tunapotoka katika ibada you ile, will have risen to another glory. utakuwa umeinuka katika In utukufu mwingine. Jesus' name. Kwa jina So la Yesu. how do we respond to glory? Tunaitikiaje utukufu? Because we are in the season of glory. Maana tuko katika majira We ya are utukufu. walking in oneness. Tunatembea katika umoja. Hallelujah. Hallelujah. Another thing, Jambo we lingine, are found tunapatikana in the house of God. katika nyumba ya We Mungu. are found Tunapatikana in gatherings, katika in kusanyiko, fellowships, katika where ushirika. 2 or 3 Mali wawili watatu have gathered in the name of God. wamekusanyika kwa jina la Bwana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hautalinganisha Kifagenge na kanisani ama Yes. mahali ambapo tumekuja ushirika. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hautalinganisha merry-go-round ama twende tukaone mama na kukuja kwa fellowship. Kuna hiyo meeting zinaitwa nipeleke nikaone mamangu. Hatutalinganisha hiyo with coming having fellowship with God. Na kuwa na ushirika na Mungu. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. ntingishie mtu mwambie you will come to the house of the Lord You will come to the house of God. because you know what glory can do in your life. Maana unajua kile utukufu unaweza fanya kwa maisha yako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In glory Utukufu you don't strain or struggle. au ng'ang'ani na kusumbuka. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Another way to respond to glory Njia lingine ya kuitikia katika utukufu, is walking in humbleness. kutembea katika unyenyekevu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Walking in Kutembea humbleness. katika unyenyekevu. Hallelujah. Haleluya. The condition of the heart of a person Hali ya moyo wa mtu attracts glory inavutia in utukufu the life of that person. katika maisha ya mtu The huyo. condition of the heart of a Hali ya person, moyo wa mtu praise God, Bwana Yesu asifiwe. attracts glory inavutia in the utukufu life of that person. katika maisha ya mtu huyo. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. humbleness Unyenyekevu is very important ni ya muhimu in times of glory. nyakati za That utukufu. is why I said, Ndio maana nikasema when this season we are fasting for 21 days, wakati majira yetu tunafunga siku pray 21, for humbleness jiombee unyenyekevu upon your heart juu ya moyo wako in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Because humbleness Maana unyenyekevu attracts glory. inavutia When utukufu. God was giving a testimony Wakati Mungu alikuwa anapeana ushuhuda about Moses, kuhusu Musa, he said, akasema I've never seen. He Sijawahi. said Moses is the most humble person akasema Musa ndio mtu mnyenyekevu that has ever existed ambaye amewahi kuwa under the planet Earth. katika dunia. Moses is the most humble person Musa ni mtu that mnyenyekevu has zaidi ever existed ambaye amewahi ishi under the sun. chini ya jua. No wonder Ndio maana Moses Musa is a evidence of glory. ndio ile utukufu. Moses is the only pastor Musa ni mchungaji that pekee led people ambaye aliongoza watu, that ate food ambaye alikula that chakula, was cooked by angels. ambaye alipikwa na malaika. Moses, Musa he's the only ndio pastor mtu pekee, mchungaji that pekee led people aliongoza that watu, drank water from a rock. ambaye alikunywa maji kutoka mwamba. Moses was the only pastor Musa ndio mchungaji that pekee led people, aliongoza watu, hallelujah, Hallelujah, to wear clothes mali ya kuvaa and mavazi shoes na viatu without going to the shop. pasipo kwenda kwenye maduka. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. In times of Moses, Nyakati za Musa they did not buy clothes. hawakununua They mavazi, did not buy shoes. hawakununua viatu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. But the clothes that they wore, Lakini mavazi waliovaa, amen, amen, they continued to fit them iliendelea kuwatosha for 40 years. kwa miaka 40. Shoes, Viatu they grew with them walikuwa na hizo viatu for 40 years. miaka 40. That is the only pastor Huyo ndio mchungaji under pekee the sun. chini ya jua. Praise God. Bwana asifiwe. But something I know, Lakini kitu najua it is not written but it is a truth. ambayo chaandiko, lakini kweli In times of glory, nyakati za utukufu I know najua, because Moses was humble maana Musa alikuwa and he mnyenyekevu was attracting glory every day. na alikuwa anavutia utukufu kila Amen. siku. Amen. The clothes that those people wore, Zile mavazi ambao watu walivaa they changed every day. zilibadilika kila siku. Amen. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Si ati Linet tulitoka na yeye Misri kama amevaa hivi
na unamuona after 10 years tu kama amevaa hivi. 10 years bado tuko kwa wilderness, tunasonga tunaenda Canaan, ako hivi na viatu, si hata atachoka. Amen. But leo ungemuona amevaa hivi, kesho upate hii ndio kala ya juu na hii ndio ya chini. Siku hiyo nyingine upate ni ya yellow, siku hiyo nyingine upate ni ya green, kwa sababu ni wakati wa glory. Amen. Hallelujah. Amen. Viatu pia unapata ni fupi, ni pana, yani haubadilishi, ni kile lakini glory inaenda ikichange. Amen. Praise the Lord. Amen. Because we serve a glorious God. Maana tutumikia Mungu wa utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Because he was the most humble person Maana alikuwa mtu mnyenyekevu under the sun. chini ya jua. How can you see the humbleness of Moses? Unawezaje ona unyenyekevu wa Musa? Amen. Amen. You know when the children of Israel, Unajua wakati wana wa Israeli when they came from Egypt, walipotoka Misri, waliambiwa endeni muombe nguo za linen. Linen is a very expensive material. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Even today, Hata linen leo. is a very expensive material. Lile ni ile nguo ya gharama. It's a quality thing. Ilikuwa kitu iliyo na ubora. Amen. Amen. And they were told to ask for gold. Waliambiwa waitishe dhahabu. So when they were walking in the wilderness, Walipokuwa wanatembea jangwani, God was providing everything for them. Mungu alikuwa akiwatolea vyote. They did not need to use the gold. Hawakuhitaji kutumia dhahabu. Amen. Amen. That they had. Ambao walikuwa nayo. So they did not have any use. Hawakuwa na kutumia yote. Because whatever they needed, God provided. Maana chochote walichohitaji And that Mungu is what aliwapea. happens in times of glory. Hiyo ndio inafanyika wakati Whatever you need, God provides. chochote unachohitaji Mungu anakutolia. Amen. Amen. Whatever you need, Chochote you're in need unachohitaji. of healing, Unahitaji you're in need of uponyaji. provision, Uko na hitaji you're ya in need, utwalizi. whatever you need, God provides. Chochote An unachohitaji Mungu open door anakutolia. and everything. Ile mlango ulio wazi na So vyote. God provided. Mungu So they akawafutulia. had gold and they did not know for what. Walikuwa na dhahabu na hawakujua ni nini. So siku moja Musa akaenda kukaa na Yesu na Mungu katika Mount Sinai, wakatengeneza Mungu wao. So Musa akateremuka. Akakuja akapata wametengeneza Mungu mwingine. Akasema acha niende kwa Mungu nikawaombee. So kwenda kwa Mungu, Mungu akawaambia Musa, kaa kando. Nataka nimalize hao watu wote. Nitengeneze kisasi, another generation through you. Kizazi nawe. But Moses said, you cannot do that. Musa akasema huwezi kufanya hivyo. Amen. You know, you see that scripture now, the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Praise God. Amen. So Moses, because he was a humble person, Sababu Musa alikuwa mtu mnyenyekevu, he said, akasema, far be from you, God. iwe mbali nawe Mungu. You cannot do like that. Hauwezi kufanya hivyo. Amen. Amen. Hawezi maliza hawa watu hata kama wamekosa. Amen. Akamwambia Mungu, wewe ni Mungu, kumbuka hadi ambao uliweka na Abrahamu, Isaka na Yakobo. Ukimaliza hao watu wote, watu wa mataifa watasema nini? Yes. Akaambia Mungu, imagine, akasimama akaambia Mungu, afadhali unimalize mimi kuliko kumaliza hao watu. Isn't that humbleness? Je, hiyo si unyenyekevu? Kama ni pastor wengine hapa, siwezi wasema, wangesema Mungu ni hivyo. Maliza, anza na mimi. Takuwa inaitwa generation ya Rostina. The Rostina generation. Hiyo ingine imeisha. Amen. But humbleness, Lakini unyenyekevu, hallelujah, attracts glory. inavutia utukufu. Because humbleness is not self-centered. Maana unyenyekevu Does not look hajiangalii. at yourself. Haikuangalii wewe. Hallelujah. Hallelujah. Humbleness Unyenyekevu looks at the interest of God inaangalia matakwa ya in a Mungu. place. Mahali. What is the interest of God in Kericho? Matakwa ya Mungu What Kericho is ni the nini? interest of God in World Changers? Matakwa ya Mungu What Changers is the ni nini? interest of God in my family? Matakwa ya Mungu What katika is jamii yangu the ni nini? interest of God in this company? Matakwa ya Mungu katika What is kampuni ni the nini? interest of God Matakwa in ya this Mungu market that I am? ni nini kwenye soko ambalo niko? Hallelujah. Hallelujah. God has brought me to work in the market. Mungu amenileta What kufanya is kazi the sokoni. interest of God here? Matakwa ya Mungu ni nini hapa? Hallelujah. Hallelujah. So humbleness Kwa hivyo and unyenyekevu a humble heart na moyo does mnyenyekevu not look at themselves, haijiangalii. but they look at the interest of Lakini God. naangalia matakwa ya Mungu. Anytime you look at the interest of God, Wakati wote unaangalia God matakwa ya looks Mungu. at your interest. Mungu anaangalia matakwa yako. Every time you carry the burden of Kila God, wakati unapobeba God mzigo wa carries Mungu. your burden. Mungu anabeba So mzigo in wako. this season, Katika majira we are haya, going to look at the interest of God. tunakuangalia matakwa ya Mungu. Hallelujah. As we look at the interest of God, Tunapoangalia matakwa God ya will Mungu. look at our interest in Jesus' Mungu name. ataangalia matakwa In yetu kwa all jina your la Yesu. praying this year, Katika kuomba kwako wote pray mwaka for your huu. heart Ombea moyo to be a wako. humble heart. Iwe moyo When
mnyenyekevu. you have a humble heart, Wakati kuna moyo mnyenyekevu, glory utukufu and greater glory na utukufu mkuu will never leave your territory. haitaiacha mipaka In yako. Jesus' Kwa jina la name, Yesu. you will see Utaona glory utukufu upon glory juu ya utukufu, upon glory juu ya utukufu, upon juu glory ya utukufu, all the days of your siku life. zote za maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Different shades of glory. Aina tofauti ya utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Today you're testifying about good health. Leo unashuhudia kuhusu Tomorrow afya about njema. provision. Kesho The kuhusu other day utulizi. about healing. Kesho nyingine kuhusu Hallelujah. uponyaji. Hallelujah. Glory Utukufu will be your lifestyle. itakuwa mtindo wako wa maisha. Glory Utukufu will be your testimony. itakuwa ushuhuda wako. Glory Utukufu will be your dwelling place. itakuwa mahali pako pa You will kudumu. not boast about anything. Hautajigamba kuhusu Because chochote. where you Maana are, mahali ulipo things will be happening vitu itakuwa ikifanyika. every day. Kila siku. And it will look like normal to you. itakaa kama kawaida kwako. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. When the supernatural Wakati ya ungu looks normal to a person, inakaa kawaida kwa mtu. hallelujah, Hallelujah. is when you walk with ampleness in your Ni life. wakati utembea unyenyekevu kwa maisha yako. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Even King Solomon, Hata mfalme the Sulemani, Bible says that he sacrificed a lot. Biblia inasema alitoa dhabihu nyingi Because sana. in times of glory we sacrifice a Maana lot. makati za utukufu tunatoa Glory is dhabihu zaidi. attracted by sacrifice. Utukufu inavutiwa na kutoa Hallelujah. dhabihu. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu He asifiwe. sacrificed a lot. Alitoa dhabihu sana. After his sacrifice, Baada ya dhabihu yake, God came himself to him. Mungu akaja mwenyewe It kwake. was the presence of God. Ilikuwa uwepo wa God Mungu. came to him Mungu akaja and he kwake. asked him, Solomon, Akamuuliza Sulemani, what do you want me to give you? unataka nikupe And nini? Solomon said, Sulemani I akasema, want you to give me wisdom nataka unipe hekima and understanding na ufahamu like the breadth of the sea, kama ile mchanga wa bahari, so that I can be able ili nikaweze to lead these your people. kuongoza hao watu wako. Amen. Amen. Sikiliza hiyo maombi. Bwana asifiwe. Amen. Nataka usikilize hiyo maombi vizuri. Mimi hapa ninatoa dhabihu yangu, sacrifice yangu. Kitu ambacho kinaniuma, kitu ambacho nimetoa tu kama dhabihu mimi. Bwana asifiwe. Amen. Alafu kwa sababu nimetoa dhabihu, Mungu ananitokea mimi. Amen. Na Mungu ananiuliza, Rostina, unataka nini? Alafu mimi naanza kuwafikiria. Hata niambie Mungu nipatie Kericho, nikuwe landlord. Kwa landlord wa Kericho kila mtu anapitia kwangu. Akasema nipatie wisdom, nipatie hekima. Na unipatie kuelewa kwingi ndio niweze kuongoza hawa watu wako. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akamwambia, wewe umeniitisha kitu ambacho sio chako. Bwana asifiwe. Umeniitisha kitu ambacho sio chako, lakini umeniitisha kwa ajili ya watu hawa. Hata kile cha kwako nitakupea. Bwana asifiwe. That is you cannot pray like that when you don't have a humble heart. Hauwezi omba hivyo kama una moyo mnyenyekevu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Humbleness attracts glory. Unyenyekevu unavutia utukufu. Let us make it our prayer Wacha today. tufanye ile ombi letu Let leo. us make it our prayer this season. Wacha tufanye ombi letu majira haya. Humbleness. Unyenyekevu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. If you want to be humble, Kama unataka kuwa mnyenyekevu, listen at your prayers. sikiza maombi How yako. you pray Jinsi unavyoomba proves the condition of your heart. inathibitisha hali ya moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. How you communicate to God, Vile unawasiliana na it Mungu shows the condition of your heart. inaonyesha hali ya moyo But wako. in our prayers, Katika maombi yetu hallelujah, Hallelujah. we are going to pray tuenda kuomba God will give us a humble heart. Mungu atupe moyo mnyenyekevu. Because when you have a humble heart, Maana unapokuwa na moyo you attract mnyenyekevu glory in your life. unavutia utukufu kwa maisha People yako. that are humble Watu walionyenyekevu walk in the greater glory wanatembea kwa utukufu of mkuu God in their lives. ya Mungu kwa maisha yao. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu. You lift up your hand and say, God, I need a humble heart. God, I need a humble heart. Amen. Amen. God, I need a humble heart. Mungu anahitaji moyo mnyenyekevu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. But don't tell God to humble you. Just tell God to give you a humble heart. Usiambie Mungu akunyenyekeze, ambia Mungu akupe moyo mnyenyekevu. Amen. Amen. When you're praying, tell God to give you. Unapoomba ambia Mungu aje. Don't tell him to humble you. Usimwambie I akunyenyekeze. once prayed for him to humble me, Wakati mmoja niliomba ninyenyekeze, and he dealt with me so well. alikabiliana nami vizuri. So well. Vizuri sana. So it's better to have the heart of humble heart. Ni vizuri kuwa na moyo mnyenyekevu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. You see the difference? Unaona utofauti? You see the difference? Unaona God, utofauti? give me a humble heart. Mungu nipe moyo In mnyenyekevu. Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Praise God. Bwana Yesu It's asifiwe. one way Ni njia moja of attracting, ya kuvutia, walking in the glory of ya God, kutembea katika utukufu wa having Mungu. a humble heart. Kuwa na moyo In mnyenyekevu. Jesus' name. Kwa jina la Yesu. And lastly for now,
Ya mwisho kwa sasa is knowing who you are in God. ni kujua yule uliye katika Mungu. Praise Bwana God. Yesu asifiwe. Knowing who you are in God. Kujua yule uliye ndani ya Mungu. This is a year Huu ni mwaka that you should know who you are in ambao God. unastahili kujua wewe ni We nani have ndani ya been Mungu. saying that glory Tumekuwa tuseme utukufu is in the realm of God. iko kwenye nyanja cha Mungu. Glory is in the realm of God. Utukufu uko kwenye nyanja za Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when you know who you are, Unapojua yule you uliye, attract the glory of God upon your life. unavutia utukufu wa Mungu kwa maisha Moses yako. knew Musa alijua who he was yule aliye when he was walking with God. alipokuwa akitembea na He Mungu. knew Alijua who he was. yule aliye, Praise God. Bwana Yesu And asifiwe. you know his prayers. na katika maombi He yake yote communicated with God, aliwasiliana na Mungu knowing who he is akijua yule aliye with God. na Mungu. We need to know Inabidi tujue who we are yule tuliye in the kingdom of God. katika ufalme wa Mungu. Who are you? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Praise God. Bwana When asifiwe. somebody asks you, who are you Mtu akikuuliza wewe ni nani in the kingdom of katika God? ufalme wa Mungu, We are sons of God. sisi ni wana wa Mungu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. We are sons of God. Sisi ni wana wa So Mungu. when we pray, Tunapoomba we pray knowing tunaomba that we tukijua are sons of God. sisi ni wana wa We Mungu. are the ambassadors. Sisi ni balozi Hallelujah. Hallelujah. Of God. ya Mungu. We are citizens of heaven. Sisi ni maraia wa mbingu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. We are a people belonging to Sisi ni God. watu wa milki We ya are the Mungu. beloved of the Lord. Sisi ni wapenzi wa We Bwana. are children of Sisi God. ni watoto wa We are Mungu. no longer slaves, Sisi si but watumwa, we are sons of God. lakini sisi ni So wana wa when Mungu. you know who you are, Unapojua yule there are uliye, things that you will not walk with. kuna vitu ambavyo utatembea nayo. Amen. Amen. You will not walk with self-pity. Hautatembea na You will kujihurumia. not have lost your esteem. Hautajiona chini. Hallelujah. Hallelujah. You will be able to arise. Utaweza You will kuinuka. be able to see Utaweza and kuona receive na kupokea the glory of God utukufu wake upon Mungu your life juu ya maisha in yako. Jesus' Kwa jina la name. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. When you know who you are Unapojua yule in the uliye kingdom of katika God, ufalme wa Mungu, knowing who you are kujua yule uliye is very ni important ya muhimu in receiving things from God. ya kupokea vitu Most kutoka of Mungu. us, Wengi we wetu pray tunaomba and we do not receive na tupokee because we do not know maana hatujui who we are yule in tuliye the kingdom of God. katika ufalme wa If you Mungu. knew who you are Ukijua kama in ungejua the yule aliye kingdom of God, katika ufalme wa Mungu, every time kila wakati you pray, unaomba, you will receive. unapokea. For example, if Kwa- we see the prayer of Moses. Kwa mfano tukiona maombi ya Musa, Moses said, Musa akasema, Lord, Bwana, show me your glory. nionyeshe utukufu wako. Amen. Amen. And God showed him his Na glory. Mungu akamwonyesha utukufu wake. He did not pray like this. Hakuomba hivi. Lord, show me your glory. Mungu Lord, show me nionyeshe- your glory. nionyeshe Lord, utukufu show me wako. your glory. Lord, show Nionyeshe me your utukufu wako, glory. Lord, Mungu. as if he's speaking to a dumb God. Kama kana kwamba anaongea na Mungu As if asiyesikia. he's speaking to a God that is not there. Kama kana kwamba anaongea na Mungu As ambaye if he's hayupo. speaking. Kana kwamba As if he anaongea. doesn't even know Kama hata hajui that God hears. kama Mungu But he anasikia. said, Lord, Alisema show Bwana, me your glory. nionyeshe utukufu And wako. because he knew who he was. Maana alijua yule aliye. Hallelujah. Hallelujah. He received the glory of God. Alipokea utukufu wa Mungu. It's high time you know Ni wakati mwafaka you ujue are a son of God. wewe ni mwana wa And Mungu. every prayer you make, Na kila ombi unaofanya God hears. Mungu anasikia. Amen. Amen. Praise God. Bwana Yesu You asifiwe. don't have to repeat it 100 times. Sio lazima urudie mara 100. Amen. Amen. You don't have to shout it out Sio lazima upaze sauti for sana it to be heard. ili yakaweze kusikika. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. When you know who you are Unapojua yule uliye and you know who you belong to, na unajua wewe ni when nani, you pray, unapoomba you receive. unapokea. Ha. Tuko pamoja lakini hiyo imeingia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. And you also should know Na pia unastahili kujua that you should not become the angels in the kingdom of God. sasa kuwa malaika katika ufalme wa Mungu, Become a son in the kingdom of God. kuwa mwana katika ufalme You wa are Mungu. not the angels. Wewe si malaika, You are the son. wewe ni mwana. Praise God. Bwana asifiwe. Most of us, we are playing. Wengi wetu tunatangaza We are sitting in the level of angels. tunakaa katika kiwango cha malaika. Let me just give you a scenario as we wind up. Wacha nipatie tukio Of tunapomalizia. Daniel when he was Na praying. Danieli alipokuwa akiomba, The Bible says Biblia inasema that Daniel, he Danieli started speaking words to God. alianza kunena maneno kwa And his Mungu prayer is written na down. maombi yake yameandikwa And the chini. day he started praying, Ile siku alianza kuomba, hallelujah. Hallelujah. When the angel came, he said, wakati malaika alikuja sema, Daniel, akasema Danieli, I heard, Nilisikia. I was given your prayers. nipatie maombi yako. The day you started praying, Ile siku ulianza kuomba, the angel started bringing the prayers. malaika wakaanza kuleta Now, maombi. in those days, the angel was hindered somewhere Nyakati hizo malaika alizuiwa when he mahali. was bringing prayers. Alipokileta When he was jibu. hindered somewhere, Alipozuiwa mahali, it is not Daniel that went to rescue the angel. sio Danieli alienda kunusuru malaika. Amen. Amen. The angel called heaven. Malaika aliita mbingu. Praise God. Bwana asifiwe. And another mightier one
came na mwingine mkuu kuliko huyo in akaja response to the prayers. kulingana na maombi Amen. Amen. That Daniel was praying. ambayo Danieli alikuwa akiomba. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So every prayer that you pray as a child of God, Kila maombi unaomba kama mwana wa you Mungu. have the angels of God Una malaika wa Mungu that are bringing answers to your ambao prayers. wanaleta jibu ya maombi yako. Hallelujah. Hallelujah. You should know that. Unastahili And you kujua should hiyo. know who you Na are. unastahili kujua And you yule should uliye. know Unastahili kujua that prayers ya kwamba are maombi answered yanajibiwa. every time you kila pray. wakati unapoomba. The reason why we don't receive answers to our prayers Sababu ambayo tupokee is jibu ya maombi because yetu. Maana us, sisi we don't know hatujui whether our prayers are answered. kama maombi yetu yanajibiwa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Like a citizen of Kenya. Kama raia wa Kenya. Amen. Amen. Leo hii nikipatwa na kitu, mimi ni raia wa Kenya, isn't it? Nikipatwa na kitu na ninaishi pale juu Matobo, chenye kinahitaji attention, nitapiga simu wapi? Nitapiga simu polisi, kwa sababu mimi ni raia. Amen. Na nikisipiga simu polisi wakuje, si lazima ni shout kwa simu, si lazima nirudie. Nikisema mara moja naishi mahali fulani na ninahitaji attention ya polisi, polisi watatafuta mahali niko. Kwa sababu gani? I'm a citizen. Na wakisema ndio wao tunakuja, nitakaa nikifadhaika. Nitasema polisi wanakuja saa hii, wamesema wanakuja. Praise God. Na nitaambia kila polisi wamesema Wanakuja. wanakuja kwa nini? Mimi ni raia. Praise God. Hallelujah. Amen. That is what you should know. Hiyo ndio kile unastahili You kujua. are a son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Every time you pray, Kila wakati unapoomba God answers. Mungu hujibu. Know who you are. Jua yule uliye. Hallelujah. Hallelujah. In times of glory, Nyakati za utukufu. know who you are. Jua yule uliye. God wants to heal you. Mungu anataka kuponya. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. God Mungu wants to do supernatural things anafanya vitu ya in Mungu. your life in Kwa Jesus' maisha yako kwa name. jina You la are Yesu. not a local person. Wewe si mtu wa You are a kawaida. son of God. Wewe ni mwana wa You are a Mungu. great person. Wewe ni mtu mkuu. Events. Mbingu. Hallelujah. Hallelujah. Wants to do wonderful things in your Nafanya life. mambo ya ajabu kwako. In Jesus' Kwa jina name. la Yesu. Events Mbingu. wants to respond Nataka to kuitikia everything that you say. kwa kila kitu As unachosema. sons of God, Kama wana wa when you Mungu. know who you are, Unapojua yule you uliye. talk it out. Unaliongea. You speak it out. Unazungumza. Hallelujah. Hallelujah. Things happen in the glory Vitu vinafanyika when katika we utukufu. speak them out. Wakati When tunapozungumza. we say them. Wakati tunaposema. When the angel came to Daniel, Wakati malaika he alikuja kwa said, Danieli. Alisema, Daniel, Danieli, I am here niko hapa. according to the words that you spoke. kulingana na maneno ulionena. Hallelujah. Hallelujah. I am here Niko hapa. according to the words that you spoke. Kulingana na maneno ulionena. Moses saw the glory Musa aliona utukufu. because he spoke words. Maana alinena maneno. Show me your glory. Nionyeshe So utukufu. this year, Mwaka huu. as sons of Kama wana wa God, Mungu. we are going to speak. Tuenda kunena. Hallelujah. Hallelujah. Words. Maneno. And we are going to expect Na tuenda kutarajia. every prayer that we pray, Kila ombi it tunachoomba, shall be answered in Jesus' itajibiwa name. kwa jina la I want Yesu. us to stand up. Ningependa I want tusimame. us to stand up. Ningependa tusimame. In